Inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye bidhaa nyingine kama ifuatavyo: moja, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 20% kwenye maua ya bandia, matawi ya bandia, matunda ya bandia pamoja na bidhaa zinazofanana na hizo zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwenye HS heading 67.02. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kimazingira zinazotokana na matumizi ya bidhaa husika, kuongeza wigo wa kodi na mapato ya serikali. Pili, kujumuisha watoa huduma wa kigeni kwa njia ya mtandao wasio na makazi ya biashara nchini wanaouza moja kwa moja kwa mtumiaji wa mwisho kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa bidhaa. Tatu, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye mashine za kukaushia rangi za kucha zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 8516.79.00. Lengo, Mheshimiwa Spika, la hatua hii, moja, ni kuzuia athari zinazotokea ikiwemo matatizo ya saratani. Nne, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kutoka 10% hadi 15% kwenye bidhaa za urembo zinazoingizwa ndani ya nchi zinazotambulika kwa HS code HS heading 33.03, 33.04, 33.05 na 33.07. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye pikipiki isipokuwa pikipiki za wagonjwa kwa dharura, pikipiki zinazotumia gesi asilia pamoja na pikipiki za umeme. Lengo la hatua hii ni kuendana na malengo ya serikali ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwenye vyombo vya moto nchini. Sita, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye viatu vya plastiki vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 6402.99.00. Saba, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye magari yanayotambulika kwa HS code 8703.21.90 yenye ukubwa wa injini kuanzia 1000 na kushuka chini. Nane, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye thamani ya dau la kamari inayochezwa kwa njia ya michezo ya kubashiri ya ardhini au mitandaoni, michezo ya kasino ya ardhini au mitandaoni, mashine za sloti 40 pamoja na michezo ya vikaragosi. Aidha, 10% ya mapato yatakayokusanywa kutoka kwa chanzo hiki yatawasilishwa bodi ya michezo ya kubahatisha ili kuongeza ufanisi katika udhibiti wa michezo ya kubahatisha. Lengo la hatua hii ni kupunguza madhara yanayosababishwa na michezo ya kubahatisha ikiwemo uraibu na kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kutokana na baadhi ya vijana kujihusisha zaidi katika shughuli hizo badala ya shughuli za kiuchumi. Na tisa, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye magari yanayoingizwa nchini kutoka 15% hadi 20% kwa magari yenye umri wa miaka 8 lakini hayazidi miaka 10, na kutoka 30% hadi 40% kwa magari yenye umri zaidi ya miaka 10 lakini hayazidi miaka 20. Aidha, magari yenye miaka inayozidi miaka 20 na kuendelea yatatozwa ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 50%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali pamoja na kupunguza uingizaji wa magari husika ambayo kiasi kikubwa yanasababisha uchafuzi wa mazingira kutokana na uwepo wa taka ngumu ambazo hutumia gharama kubwa katika kuziteketeza. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za ushuru wa bidhaa na kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 355.09. Sheria ya usimamizi wa kodi sura 438. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya usimamizi wa kodi sura 438 ili kuweka sharti la kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kuruhusiwa kuuza bidhaa zinazoharibika zinazoharibika haraka, yani perishables, zilizotaifishwa au kushikiliwa kutokana na sababu mbalimbali za kikodi ikiwemo ukiukwaji wa taratibu za kodi na kushindwa kulipa deni la kodi kwa utaratibu wa minada au uuzaji binafsi baada ya kutoa notisi kwa mlipa kodi. Lengo la hatua hii ni kuepuka kupoteza thamani ya bidhaa hizo kufuatia kukosekana kwa maghala ya kutosha ya kuhifadhia pamoja na kulinda mapato ya serikali. Sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania sura 339. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania ili kuongeza kiwango cha tozo ya uchakataji wa nyaraka za uingizaji wa mizigo nchini kutoka 0.6 hadi 1%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali yatakayotumika katika kuboresha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji wa kodi nchini. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 203.23. Sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290.
Mheshimiwa Spika, katika jitihada za serikali za kuongeza fursa za ajira na kurasimisha sekta isiyo rasmi, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka ya serikali za mitaa kutenga asilimia 15 kama nilivyotangulia kusema ya mapato yao ya ndani badala ya asilimia 10 iliyokuwa awali ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya asilimia hiyo 15 iliyotengwa, asilimia 10 itaendelea kutekelezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali, na asilimia 5 ya ziada itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi wa maboresho ya masoko na maeneo ya biashara na ujasiriamali. Mgawanyo wa mapato ya mifuko ya barabara, nishati vijijini, maji na reli. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya nishati vijijini sura ya 321, sheria ya ushuru wa barabara na mafuta sura